nitamsaidia Jesalo. Sitajali chochote. Nitatumia pesa mpaka senti yangu ya mwisho. Kwenye hilo hakutakuwa na wakunishauri. Mama, usijali mamangu. Mimi nitakaa chini nitazungumza naye. Naamini atanielewa. Pole sana mamangu. Watu wanasafiri kwenda ughaibuni huko nchi za mbali sana. Wanapokuwa huko wanaagiza fedha kwa ndugu zao nchi za Marekani, Ulaya na kwingineko. Wanafanya kazi ngumu sana, lakini zile kazi wanazofanya inakuwa ni kwa ajili ya kuendesha maisha yao. Lakini asilimia kubwa ya watu wanaobaki Tanzania na kuweza kuwasaidia pindi wanapoagiza zile fedha ili kuweza kufanikisha mambo yao, wao wanaghaili na kubadilisha mipango. Unajua, ngoja nikwambie jambo moja. Ndio. Kikawaida mwanadamu anahitaji kuwa na afya iliyo njema. Afya ya mwili na afya ya akili. Watanzania walio wengi ni wazembe wa kula matunda. Wewe unafanya kitu cha maana sana. Unafanya kitu cha msingi sana kuuza matunda. Kwa sababu matunda yanaimarisha afya ya mwili. Wacha niongee huku na kula tunda. Ndio? Ndio kabisa. Sasa mimi nataka nikueleze jambo moja. Na mambo mengi ambayo tunapitia wa Tanzania pindi tunapoenda ughaibuni kutafuta maisha. Sasa nchi kama Marekani, katika swala nzima la utafutaji, mambo ambayo yanatutesa kwa asilimia kubwa ni mambo mawili: mapenzi. Lisa, ndio umefanya nini vile mbele ya mama? Yaani mama unamdharau kiasi kile? Tambua yule ni mzazi wetu. Yule ni mzazi. Na ndio nguzo ya mwisho katika maisha yetu sisi. Sasa unapomdharau kiasi hicho, una maana gani? Lispa, usijaribu kuongea neno lolote kuhusu Jesalo. Nyinyi hamuelewi. Jesalo ndo mwanaume aliyenizuia mimi nisiende huko ghaibuni. Nimetumikishwa kingono. Riziki niliyoipata mimi leo hii itakuwa na faida gani kama mwanaume ninayempenda na muona anateseka? Naombeni mniache nipambanie furaha yangu. Ile ndo furaha yangu mimi. Kweli mimi nakuja hapa nimepata pesa kwenye mazingira magumu, nimefanya vitu ambavyo sikufikiria kwenye maisha yangu nitafanya. Idadi ya wanaume ambao nimetumikishwa kutembea nao haielezeki. Leo hii nakuja, ile furaha yangu mimi naiona inateseka. Hivi unajua mateso anayopitia Jesalo na mimi nayapitia hayo. Lisa, najua ni kiasi gani unavyojisikia. Na najua namna gani unavyoumia kuhusiana na huyo mtu. Lakini hebu fikiria yule pale ni mzazi. Imefikia hatua paka mtu anakuja kutishiwa nyumbani. Swala la kuja kuchoma hii nyumba moto.
Vipi siku umekuja kweli, unakuta nyumba imechomwa moto? Hivi mzazi atakuelewaje au jamii itakuchukuliaje wewe? Hebu fikia basi, elewa basi hata ushauri wa mzazi wako. Lisa rafiki yangu, mkataa pema pabaya panamuita. Hebu msikilize mama yako na uache wewe ujeuri. Inafikia tu mpaka mimi mwenyewe sana choka na tabia zako. Vitisho. Ni vitisho vipi hivyo rafiki yangu unavyoviongelea? Hivyo mtu alivyotoka huko akaja akasema kwamba atachoma nyumba, sijui ataua, sijui. Hivyo vitisho ndio vinifanye mimi nisimpambanie mpenzi wangu. Basi ingekuwa ni hivyo, watu wangekuwa wanauana, serikali ipi inayoruhusu hivyo vitu? Na kama kweli atafanya, tutatumia kama ushahidi maneno yake. Kwa sababu hamna mwenye mamlaka ya kuua mtu, hamna mwenye mamlaka ya kuchoma nyumba ya mtu. Hivyo ni vitisho tu na mimi haviwezi kunizuia kumsaidia mpenzi wangu kwenye hili. Hamtanielewa. Atakayeamua kutembea na mimi tutaenda, atakayeamua kuniacha peke yangu basi. Ila siwezi kumwacha mpenzi wangu ateseke. Uchumi, fedha. Yanasumbua Sana. Unajua, si kila mtu aliyoko Marekani kwamba yeye ni tajiri au anaishi vizuri. Ila changamoto ni pale kwamba baadhi ya ndugu zetu wanaposafiri kwenda nchi za nje kiutafutaji, wanafanya kazi ngumu sana, lakini wanaamua kufikiria kwamba ni vyema kuwekeza nyumbani. Chochote anachokipata anakiagiza nyumbani kwao ili aweze kutengeneza maendeleo yake. Lakini changamoto inakuwa moja. Anapoagiza fedha na kuwaomba ndugu zake, jamani nijengee nyumba, nifanyie hiki, ndugu hawamjali. Akirudi anakuta wameuza kila kitu. Hapo ndipo palipo tatizo. Usaliti. Asante bwana. Asante sana. Mtu yoyote ana furaha pale anapokuwa nyumbani kwao. Weka alama kwenye kila nililozungumza. nimetoka kichwani, lipo kichwani. Sawa. Asante, karibu. Asante sana. Napigania zangu eti makasiliko ya nini? Jamani msikasi. Shikamoo. Marahaba, ujambo? Sijambo. Recho, yuko wapi Lisa? Mama, umemsahau mwanao? Kaamka asubuhi, kaniambia anaelekea benki kutoa hela, akamtibia yule chizi. Hivi huyu Lisa na huyo chizi jamani? Kwani huyo chizi kamfanyaje mwanangu lakini? Lisa anataka nini huyu mtoto? Anijui. Lisa, mbona unaenda? Kwani mimi sijui ninakoenda? Mimi sinajielewa. Mama, mama, Niache bwana.
wewe. Ibune, bosi wangu, inakuaje? Umemkaja na hali kwema kabisa za mashughuli za masiku, ila pointi kuu unavyoambiwa muda huu Lisa kaenda benki kutoa hela, akamtafute Jeisalu kule majalalani ili mradi ampeleke hospital akamponyeshe. Taarifa nyeti, taarifa sahihi. Unajua nini Mpemba? Ila pale kwa lazima mvua inyeshe na radi za kutosha. Naam, iko barabara tie. Yaani ninavyokuambia lazima wingu litande. Vizuri. Shika hii kama zawadi. Alhabibi Shafunte. La iliweje jamani mie. Mweku. Yaani ninavyokuambia bosi wangu sina budi nikufute kajasho. Acha ujinga bwana. Ndio hivyo bwana. Lisa. Vipi kwenye majumba yetu bila hodi? Vipi hiyo vipi? Wewe unataka nipige hodi kwa wema gani kwanza? Nina raha gani mimi kuja kupiga hodi hapa? Hapa nimekuja kishari na sio kiheri. Mpaka nipige hodi kwa wema gani? Hivi wewe, haya yote anayofanya mwanangu, bado mnaona yatoshi, si ndio? Mmekaa mmeridhika, maana mtu mzima usiojielewa. Mmeenda kumtoa mwanawe kafara, alafu mwanangu mimi ndo apate tabu kupandisha naye na kushuka naye. Mimi ndo nilimtia uchizi. Uwe ndugu yako atoke huko mguu mosi mguu pili kuja kunikomesha mimi na dangi zake. Umeongea nini? Nimemtoa mwanangu kafara? Unauliza jibu au unapiga mstari? Wewe mama, mbona ufanani na tabia zako wewe? Yaani ulivyo muonekano wako na matendo yako tofauti. Mbona mwanao ni mstaarabu sana? Kumbe unanipasa niamini maneno yanayosemwa mtaani kwamba wewe mama una kichaa. Sasa kichaa chako sijakupa mimi. Waliokutwisha warudie wakutue mzigo wako. Tena tafadhali, taradabu bibi. Na maumivu hayapimiki kwa mzani wa aina yote kwenye hili dunia. Fanya yako. Kama nina laana, nina matatizo na makafara na kila kitu, yananihusu mimi na familia yangu. Hata wewe mwanao mimi sijamuita kuja kwangu. Usimtie uchungu zaidi ya nilionayo. Samahani. Wewe kichani wewe mwanao anaokota makopo na umekaa umetulia, hauchukui reaction ya aina yoyote. Bado wewe ndugu yako mvuta mabangi anakuja kunitishia mimi eti kusema sijui atachoma nyumba yangu moto, sijui atafanyaje. Sasa kama yeye anajiamini kama ni wa kiume, aje kuchoma moto aje kufanyaje? Mambo myafanya wenyewe, mkamroga wenyewe, mkamtoe kafara, mnajua mambo ya mizimu yenu, afu mje kunisumbua mimi. Muone, mama mtu mzima mwanga tu. Janga kama nini? Bibi wewe na deni. Kwanza koma mwenyewe. Wewe huwezi kunikomesha mimi. Na wewe mwanao sijamtuma. Wala sijamuita. Anihusu damu wala uko na haramu naye. Nimemuita kwangu. Nimehitaji msaada kwenu. Koma mwenyewe. Wewe na kizazi chako. Toka. Toka. Sijakuita mimi hapa. Tena sijakuita wewe wala huo uzazi wako sijauita. Niachie mwenyewe matatizo yangu, toka. Matatizo si unayajua ndio maana umekaa umeridhika naye. Ndio maana sijakuomba msaada. Nenda huko wewe na huyo kaka kwa mjielewi. Shaa tu kuota kizazi kizima vichaa. Sawa. Vitu zima ovyo. Mimi na mama yako mtu mzima nani? Mwanangu, kumbe ni serious kiasi hiki? Oh, Mwenyezi Mungu.
Maisha ya mwanadamu yamegawanyika katika misingi ya historia. Nafanyaje sasa? Nafanyaje? Mwenyezi Mungu, naomba umpe ufahamu mtoto wangu arudi nyumbani. Napataje msaada? Kila mwanadamu ana kumbukumbu nzito na ya furaha katika maisha yake. Wakati mzuri ni pale anapoivutia kumbukumbu yenye furaha iliyowahi kumpa furaha siku zote kwenye maisha yake. Lakini wakati mgumu ambao mwanadamu yeyote hataki kurudia tena kwenye maisha yake ni pale anapovuta kumbukumbu ya machungu na majonzi aliyowahi kuyapitia huko nyuma. Lakini kwenye maisha lazima tuwe hivyo, kwa sababu kuna vitu lazima vije na kuondoka, lakini viache vimetuelimisha na kutuimarisha kifikra na hata katika afya ya moyo pia. Aristotle alisema, mmoja kati ya wasomi na wanafalsafa wakubwa sana duniani. Sijui nimkamateje, sijui nimvamie. Mungu wangu. Yesaru. Mtoto wangu jamani. Mungu. Akupe ufahamu basi, ukumbuke alau nyumbani, Yesaru. Mwanangu. Aristotle anasema, pindi unaposikiliza unajifunza sana zaidi ya unavyozungumza. Kwa hiyo mwanadamu yeyote mwenye hekima ni vyema sana kuwa mkimya sana kuliko kuwa mzungumzaji sana. Ngumu sana. Yesaru baba, nisaidie. Mtoto wangu napitia mateso mengi sana. Fanyeje niokoe mwanangu jamani. Mama. Shikamoo mama. Uko kote ulikotoka wewe, hujamwona mtu hata mmoja wa kumpa salamu yako? Au uliandaa special kwa ajili yangu hiyo shikamoo yako, si ndio? Nisikilize msichana. Koma leo, kesho mpaka kesho kutwa, na ikibidi hata milele yote. Koma, fuatilia maisha ya mtoto wangu. Mama, kwani kuna kitu gani? Mbona sikuelewi? Kaa mbali na maisha ya mtoto wangu. Kaa mbali na Yesaru. Yesaru ni mwanangu mimi. Amekaa ndani ya tumbo langu miezi 9. Kama ni laana, inanihusu mimi na kijana wangu. Sikuelewi mama angu. Sikuelewi mama angu. Unataka niongee nini wewe uweze kunielewa wewe? Koma kumfuatilia kijana wangu. Kamuulize mama yako atakuelewesha nini kinachoendelea. Sio mimi sio mama yako. Kaa mbali na Yesaru. Yesaru ni mwanangu. Nimemlea na nimemzaa. Amekaa ndani ya tumbo langu miezi 9. Binti, kaa mbali na maisha ya mtoto wangu wewe. Umesikia mbwa wewe? Umenielewa? Kaini mbali na Yesaru wangu. Nitapambana mimi mwenyewe. Sitaki msaada wako. Na kuanzia leo na kesho na milele, nikikuona unafatafata maisha ya mtoto wangu, wewe utajuta. Yesaru. Wewe unajua kama umekuja kuongeza mkosi kwenye maisha yangu wewe? Hivi nani amekuleta eneo hili wewe? Mama, unaongelea mkosi. Nimepoteza hela zangu. Ya nini wewe? Unaongelea pesa? Umepoteza pesa? Hali ya kuwa mimi nimepoteza mtoto wangu. Yesaru wangu simuoni. Mtoto na pesa nini kina thamani hapa duniani wewe? Unaongea nini? Naomba potea. Potea.
Potea na mama yako atakutafuta kama ninavyomtafuta mwanangu. Umenisikia? Umenisikia wewe? Naomba potee. Naomba niache peke yangu, naomba niache. Kenge mmoja wewe. Nyuso zenu zinaonekana kuwa na maswali mengi sana. Lakini mwanadamu yeyote anaweza akakufaa wakati wowote ule. Jifunze kumheshimu kila mtu, kwa sababu hata Mungu hufanya kazi na watu. Mmepoteza tumaini, lakini tumaini na furaha inaweza ikarejea katika mioyo yenu kwa muda usiotarajia, na pengine Mungu anaweza kumtumia hata yule mtu usiyemtarajia. Asante sana Jesalu. Wewe asante ya nini? Hebu mpisha aende bwana. Vipi kama ungenishukuru kwanza kabla ya kukagua vilivyomo na kuhakiki mali zako?
Hebu acha maneno mengi bwana. Wewe tayari umeshakabidhi, pita hivi. Chuki haimuathiri anayechukiwa, ila umdhoofisha na kumnyong'onyesha anayechukia. Bwana nenda, sitaki maneno mengi. Ondoka. Jisalu. Wewe mwache. Rudi hapa. Rudi hapa.